Niseme kwamba asubuhi ya leo nimekuwa Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Amekuwa tegemeo na amekuwa mchungaji mwema na amekuwa pia ngome imara ambayo nimejificha chini yake na nikawa salama. Basi ningependa kuwakaribisha wote asubuhi ya leo ili tuweze kujumuika pamoja tunaposikia neno la Mungu pamoja kabla tujaenda katika nyumba ya Mungu. Kwa wale ambao wataweza enda, tunajua kwamba kuna wengine ambao hawezi enda kwa sababu ya miaka. Na kwa hivyo tuweze kubarikiwa pamoja na ili Mungu asikie kutubariki. Naitwa mchungaji Musa Kiteshe Tumoke. Anasema ya kwamba ninapenda sana kumtumikia Mungu kwa wakati huu. Naomba tuombe. Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, uketie pahali palipoinuka Mungu wetu. Asante kwa vile Mungu umetupa siku ya leo tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2020. Na asante kwa vile Mungu wa baraka umetupa afya nzuri. Tunasema ni asante. Jina lako Yesu libarikiwe. Jina lako Yesu libidiwe. Tunapoenda kusikia neno lako takatifu, Mungu naomba kapate kunitumia kama chombo chako Babu ushimiele, na hata wale ambao wanasikiliza Baba ukaweze kubariki mioyo yao na hata pia kuinua katika kama huu. Kwa Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Asubuhi ya leo ningependa kuzungumza kuhusu jambo moja ambalo tunaita kiasi, self control. Ni vizuri tujue ya kwamba hakuna kitu nzuri kama kiasi, kuwa na kiasi. Kuwa na kitu ambayo inakusuia ili usifanye jambo ambayo itaweza kuumiza ama itaweza kuumiza wengine. Na kwa hivyo neno Mungu alinipa neno hilo siku ya leo ili tuweze kubarikiwa pamoja. Ninapenda kuzungumza mambo matano kuhusu self control. 5 strong points about self control. Jambo la kwanza, lack of self control brings misery. Ya kwamba tunapokosa kuwa na kiasi inaleta shida katika maisha yetu. Inatuletea uharibifu katika maisha yetu. Inaleta uharibifu katika familia zetu. Inaleta uharibifu hata pia katika imani yetu. Tunaposoma katika kitabu cha Methali mlango wa 25 mstari wa 28 nasema ya kwamba asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta. Asiyetawala roho yake, mtu ambaye hawezi kujitawala, mtu ambaye hawezi kutawala ulimi wake. Maandiko yanasema kwamba ni kama ukuta zilizobomolewa wa mji, ni kama mji uliobomolewa ukuta. Kwa hiyo niseme ya kwamba ni vizuri tujue ya kwamba kiasi ni kama ukuta, ni kama fence katika maisha yetu. Unapoona ya kwamba sisemi hii ama sifanyi jambo hili kwa sababu itaniletea madhara, basi unapokuwa na ile kuwa na kiasi, basi itakusaidia kwamba utapata shida. Tunapoona boma ambao haina ukuta ama haina walls ama haina fence, na kwamba wanyama wanasaingia, unaona kwamba hata maadui wanasaingia kwa sababu hakuna ukuta. Na kwa hivyo enemies can enter to the city kama hakuna ukuta. Na kwa hivyo ukuta ni kitu ya maana sana. Ndiposa Sulemani anasema ya kwamba ni vizuri tuweze kutawala roho zetu. Ni vizuri kutawala mdomo wako. Ni vizuri kutawala kila ambao unanena, uwe na mwisho, useme na uwe na control. Kwa sababu usipokuwa na control, basi utaona ya kwamba kwako ama mwili wako, mdomo wako utakosa kuwa na ile fence ya kukukinga. Na kwa hivyo mambo mabaya yataweza kuingia katika maisha yako. Utaona kwamba utaumiza wengine, utaona kwamba utajiumiza wewe mwenyewe. Kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba tunapokosa kuwa na kiasi, tunapokosa self control katika maisha yetu, ujue ya kwamba mambo mengi, shida itakupata. Shida itapata hata familia yako kwa sababu wewe mwenyewe kutokuwa na kiasi katika maisha yako. Jambo lingine la pili, one who keeps himself under control is wise. Ya kwamba mtu ambao ana kiasi ako na hekima. Unaposoma kitabu hiyo ya Proverbs ama Methali mlango wa 29 mstari wa 11, maandiko yanasema katika mstari wa 11, mlango wa 29 mstari wa 11 inasema ya kwamba mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote, bali mwenye hekima huzuia na kuituliza. Tunaambiwa ya kwamba mtu ambaye ako na kiasi, mtu ambaye anaweza kuzuia hasira yake ili asifanye mabaya, ujue kwamba unahesabiwa kwamba ni mtu ambaye ako na hekima. Na hekima ni kitu ya maana sana. Ningeomba ya kwamba tuweze kuwa na kiasi ili uweze kuhesabiwa miongoni wa wale watu ambao
wako na hekima. Ni afadhali kunyamaza, sikisa jambo na unyamase, kwa sababu ukiongea sana sana sana, basi utahesabiwa kwamba wewe ni mjinga na kwamba utakuwa unaelekea pahali potofu ama pahali pabaya. Ni vizuri kusikisa na usiongee, kwa sababu ule ambao kuna hekima husikisa kabla hajaongea. Jambo lingine la tatu, self control is a fruit of the Holy Spirit. Ya kwamba tujue ya kwamba Paulo anaambia kanisa la Galatia katika Galatians chapter 5 verse 22 na 23, Paulo anaambia Wagalatia ya kwamba tunda la Roho ni uvumilivu. Tunda la Roho ni kiasi. Ukiwa na kiasi, basi uko na tunda la Roho Mtakatifu. Na tunajua kwamba sisi kama Wakristo tunakuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo unapokosa na kuwa na kiasi, inamaanisha kwamba ndani yako hauna Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni nguvu yetu, ndiye inatuwezesha tuweze kustahimili mabaya, ndiye inatuwezesha tuweze kustahimili hata mambo ambayo tunayapata. Kwa hiyo ningeomba ya kwamba asubuhi ya leo tuweze kuwa na roho ya kiasi, kwa sababu ukiwa na roho ya kiasi, basi utakuwa Mkristo ambaye uko na tunda ya Roho Mtakatifu. Na ni vizuri kama Wakristo, unapoangaliwa kila wakati, ni vizuri kwamba ndani yako kuwe na tunda ya Roho Mtakatifu. Jambo la 4, exercise self control is walking in the light. Ya kwamba unapokuwa na kiasi, unatembea kwa mwanga. Paulo akawaandikia Wathesalonike wa kwanza mlango huo wa 5 mstari wa 4 hadi wa 8. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 4 hadi wa 8. Nasema ya kwamba basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi hulala usiku, pia na wale wao hulewa usiku. Lakini sisi tulio na wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijifika kifuani imani, upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwa hivyo unapokosa kiasi, ni kama unatembea katika hali ya giza. Na sisi wa Kristo tunatembea kwa mwangaza. Tunatembea kwa mwangaza. Hata dunia sasa hivi tuko dunia ambayo imejaa giza, kwa sababu mambo mabaya yamejaa duniani, mambo ambayo yanastua, mambo ambayo hata tunakosa kuelewa kama ni watoto wanafanya, lakini mambo yanakuwa magumu sana. Kwa hivyo kama Wakristo ni vizuri, Paulo anatuambia kwamba tutembee kwa mwanga. Na unapokuwa na roho ya kiasi, unapokuwa na self control, basi unatembea kwa mwangaza. Na kwa hivyo utakapoingia pale ambapo kuna giza, basi mwangaza utaweza kuonekana ama kupatikana. Tunajua kwamba anayekuwa na hasira, hata unapotakapoingia pale ambapo kuna vita, utachanganyikana na wale ambao wanapigana. Utakapoingia pale ambapo kuna chuki, utaingia ndani ya wale ambao kuna chuki, kwa sababu basi ndani yako hakuna mwangaza. Kwa hivyo unapokuwa na mwangaza ndani ya roho yako, basi ukiingia pale ambapo kuna giza, kunakuwa na mwangaza. So ni vizuri tujue kwamba sisi wa Kristo tuko katika hali tuko kwa mwangaza. Na kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba ni vizuri uweze kuwa na roho ya kiasi ndani yako, ili tunapokuwa duniani, basi mwangaza iweze kuonekana. Jambo lingine, self control brings self discipline. Paulo akamwambia Timotheo, 1 Timothy chapter 1 verse 7. Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza mstari huo wa 7. Timotheo wa pili mlango huo wa kwanza mstari huo wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Maana Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba Mungu hakutupa roho ya uoga. Usione kana kwamba Wakristo ni waoga, lakini kwa sababu ile Ukristiano inatufanya kwamba tuweze kunyenyekea, inatufanya kwamba tuweze kuvumilia hayo yote ambayo tunayapitia. Lakini bali hii roho iko ndani yetu ni nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Tujue kwamba unapokuwa na kiasi ndani yako, unapokuwa na self control, itakuwezesha uweze kuwa na tabia nzuri kama Mkristo. Na tunajua kwamba Wakristo wanajulikana kwa tabia hata kabla hujahubiri, kwa sababu kuhubiri Injili sio lazima usimame kwa madhabahu kanisani, ama sio lazima
uende pale fulani ukahubiri. Hata pia unapotembea barabarani lazima ujulikane kwamba wewe ni Mkristo. Kabla hujafungua kinywa chako, watu wajue kwamba wewe ni Mkristo. Kwa kutembea kwako, kwa kusungumza kwako, kwa kuchanganyikana na watu wengine, ni lazima Ukristiano uweze kuonekana ndani yako. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba unapokuwa na self control, unapokuwa na kiasi, ujue kwamba itakuelekeza ili uweze kuwa na nidhamu nzuri kama Mkristo. Na ni vizuri kwamba Paulo anasema ya kwamba sisi ni barua ambayo tunasomwa kila wakati. Ni vizuri kujua kwamba unapotembea barabarani, hata unapokuwa safarini, hata unapokuwa kufanya biashara yako ya duka ama biashara yako unapolima ama unapofuga, ujue kwamba watu wanakuangalia sana. Na ni vizuri unaposomwa kama barua, basi barua yako isomeke kuwa barua ni nzuri. Na unapochanganyikana na watu, ni vizuri kujaribu omba Mungu akusaidie ili uweze kuwa mtu wa kunyamaza, ili uweze kuwa mtu wa kuwa na speed governor. Gari inakuwa na speed governor, na kwa hiyo kama gari haina speed governor, utakuwa ile gari inakimbia inaenda 120 na 140 na inakosa accident na watu wanakufa kwa sababu ile gari imekosa kuwa na speed governor. Lakini ukiwa na speed governor, hata gari ikikimbia utakuta kwamba unapigiwa signal ya kwamba umeenda sana, punguza mbio. Ni vizuri pia Wakristo tuweze kuwa na speed governor, ya kwamba unapoongea sana uone ya kwamba kuna pale utafika na unyamaze, na unapo pia nyamaza sana uone kwamba kuna pale utafika pia uweze pia kuongea. Na unapochanganyikana na watu, ni vizuri kujua kwamba ni vizuri sasa kutulia, ili ndani yako uweze kuwa na nidhamu na uweze kufutia wengi katika nyumba ya Mungu. Maana tunapokuwa Kristo ambao tunakosa kuwa na kiasi, tutashinda kuwaleta watu katika nyumba ya Mungu. Kwa hiyo siku ya leo, Jumapili ya leo, ningeomba ya kwamba Wakristo, kanisa la Mungu, tuweze tuomba Mungu atusaidie ili tuweze kuwa na roho ya kiasi, na ili Mungu aweze kutubariki. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Amen.